Mtazamaji mpendwa wa Tanzania ITV, hujambo? Lakini kabla ni kutaarifu hizi habari, na kuomba uchukue sekunde moja tu ukaweze kuponyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Sasa habari fiche ambazo tumezipata katika mtandao wetu wa Tanzania ITV ni kwamba Tanzania sasa hivi tunapozungumza haikaliki. Rais wa Marekani Donald Trump achukua hatua kali dhidi ya rais wa taifa la Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye sasa hivi yu taabani baada ya Donald Trump kuvamia taifa la Tanzania. Vile unavyotazama hewani, kuna hatua kali imeweza kuchukuliwa. Naomba tukaweze kusoma hilo ambalo limeandikwa, na wamesema ya kwamba kwa mujibu wa tamko la rais nambari 10998 kuanzia tarehe 1 Januari mwaka 2026, Marekani imesitisha utoaji wa visa kwa raia wa Tanzania isipokuwa katika hali ya mazingira machache. Hii inamaanisha nini haswa kwa sisi wa Tanzania katika siku zijazo? Rais wa Marekani Donald Trump amechukulia taifa letu la Tanzania hatua kwamba sasa hata nikitangaza kutoka hapa Mbeya, nikitaka kusafiri Marekani siwezi kwenda kwa sababu tumezuiliwa ghafla. Marekani imetuadhibu sisi wa Tanzania. Trump amevamia sisi wa Tanzania, tumefungiwa milango ya kwenda kule Marekani. Ni kwa sababu ya Samia Suluhu Hassan, ni kwa sababu ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa tamko la rais, vile tumesoma kuanzia sasa Januari mwaka huu, na sasa hivi tumepitisha wiki moja sasa tangu tuanzishe rasmi mwezi huu wa Januari. Sasa Marekani imesitisha utoaji wa visa. Hatuwezi kutembelea taifa la Marekani na hatuwezi kutembelea. Visa hizi zisizo za uhamiaji zilizo katika makundi ya B1 ama B1, B2, visa za wanafunzi na programu za mabadilishano zilizo katika makundi ya F, M na J, pamoja na visa zote za uhamiaji kwa raia wa Tanzania isipokuwa katika hali ya mazingira machache. Ikumbukwe visa za uhamiaji kwa makundi maalum ya kikabila na kidini yanayokabiliwa na mateso nchini. Raia wenye uraia pacha wanaomba kwa kutumia pasipoti ya uraia ambao haujawekwa chini ya usitishaji. Kwa hivyo swali ambalo tunajiuliza, kwa nini Marekani inatufungia sisi wa Tanzania kwenda pale? Ni kwa sababu Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuuliza wasaidizi wetu wakiwemo Marekani kwamba who are you, yaani nyinyi ni nani mnatuagiza cha kufanya kama wa Tanzania. Tumeonyeshwa na Marekani wao ni akina nani. Uchaguzi uliokamilika wa 29 Oktoba mwaka jana ndio umeweza kusababisha haya yote. Tunashukuru Rais Magufuli ambaye tayari ametutangulia mbele za haki.
alikuwa anaendesha shughuli za uongozi katika taifa la Tanzania, huku akiuliza amechaguliwa kuwa rais wa nini? Kushughulikia masuala mbalimbali ya kwenda Marekani na mataifa mengine kama sisi wa Tanzania kufanya kazi. Lakini baada ya Samia Suluhu Hassan kuingia, uchaguzi patili ukashuhudiwa, Tundu Lissu kuzuiliwa kuwania kiti cha urais, Mpina wa ACT Wazalendo kuzuiliwa kuwania kiti cha urais, machafuko kushuhudiwa, Watanzania kuuawa, miili kupotea haijulikani iliko baada ya mauaji kusababishwa, na baadaye tunashuhudia Rais Samia Suluhu Hassan akisema vyombo vya dola viliweza kutumia nguvu kulingana na kiwango cha uhalifu ambao ulikuwa unashuhudiwa nchini Tanzania. Watoto wa Tanzania wakauawa, wazazi wa watoto Tanzania wakauawa, bwana wa mwanamke wakauawa, na hata akina mama ambao ni mama wameolewa kwa mabwana wakauawa nchini Tanzania kwa sababu ya uongozi ambao unadumu kwa miaka 5. Machafuko haya ndiyo yaliweza kusababisha taifa la Tanzania kuorodheshwa miongoni mwa mataifa yale ambayo hayana usalama wa kutosha na kuzuiliwa na Trump kuingia katika taifa la Marekani. Hata tukiwa na watoto ambao wako na scholarship za kwenda kusoma kule ng'ambo, itakuwa ngumu kwa sababu afisi ya uhamiaji, haswa ile ambayo inatoa visa, haiwezi kuruhusiwa kutukabidhi sisi wa Tanzania visa za kwenda Marekani kwa muda usiojulikana. Kumaanisha huenda baada ya Samia Suluhu Hassan kumaliza kipindi chake cha uongozi, huenda watatufungulia sisi wa Tanzania kutembelea na kufanya kazi kule Marekani, lakini sasa hivi ni ngumu tena zaidi kwa sababu ya uongozi. Na sasa ni pigo kubwa haswa kwa Samia Suluhu Hassan, ni pigo kubwa sisi wa Mbeya na Watanzania wote kwa ujumla kwa kuzuiliwa ghafla na Rais Donald Trump. Hii inatufunza kwamba yeyote ambaye yu mamlakani asije akapinavusisha uongozi, kwa sababu uongozi ni wa taifa lote kwa ujumla, wala sio kwa mtu mmoja fulani ambaye yu na mahitaji yake ya kibinafsi, ila tu kujali maslahi ya wananchi wote kwa ujumla. Sasa hivi bunge la Marekani ambalo ni la Seneti kupitia kamati ile ya kushughulikia masuala ya nchi za kigeni iliweza kutoa tahadhari na kusema ya kwamba lazima wangeangalia uhusiano kati ya Marekani na taifa la Tanzania, na sasa hivi wameangalia uhusiano. Tumeshuhudia wamesitisha shughuli za kutuma misaada ya afya na misaada mingine hapa Tanzania, na sasa tumechukuliwa hatua ingine ya kunyimwa visa za kutembelea taifa la Marekani ama kuenda kufanya kazi ama kupata scholarship. Sasa tumefungiwa. Hayo yote ni baada ya uchafuzi ulishuhudiwa nchini Tanzania. Ikumbukwe kufikia sasa idadi kamili ya wale ambao waliweza kuangamia kufuatia uchafuzi ambao ulishuhudiwa Tanzania haijatangazwa rasmi na serikali ya Samia Suluhu Hassan, ila tu kuna baadhi ya viongozi ambao wanatumiwa na serikali ya sasa ya CCM ya chama tawala kuanzisha mchakato wa kudanganya kwamba wananchi ama Watanzania wenyewe ndio walikuwa wanafiatulia risasi Watanzania wenzao baada ya kuvamia vituo vya polisi. Vile tuliweza kufanya uchanganuzi wa akina kuhusiana na madai ya baadhi ya maafisa ambao wako kwa serikalini kama njia moja ya kumkinga Samia Suluhu Hassan kutohusika katika mauaji ambayo yalishuhudiwa nchini Tanzania. CNN ni kituo cha televisheni kiliweza kuangazia vile maafa yaliweza kufanyika nchini Tanzania, na akaonyesha baadhi ya miili ya ama makaburi ya halaiki yaliyokuwa yametumika kuwazika wa Tanzania kwa pamoja kama njia moja ya kuzuia ushahidi wa kutosha, kwa sababu
Mahakama ya jinai ya Netherlands iliweza kualikwa nchini Tanzania ICC ili kufanya uchunguzi kutathmini hali halisi ya maandamano, wale ambao waliuawa, nani aliwaua, walizikwa wapi, hatua ni zipi ambazo zingechukuliwa wakati huo. Sasa ushahidi ni kama unaendelea kuzikwa usije ukapatikana, kwa sababu ICC inafuatilia ushahidi. Tumeona utekaji nyara ukiendelea nchini Tanzania licha ya mataifa kupitia bunge la Ulaya kupitisha kwamba mambo ya utekaji nyara yafikishwe mwisho, lakini sasa hivi yanaendelea. Humphrey Polepole ambaye ni kiongozi na ni mwanasiasa kutoka mrengo wa upinzani amezuiliwa kwa kufika siku ya leo, ni siku ya 95, miezi mitatu mfululizo. Mamake tulimwona mzazi akilia, hajui mtoto wake aliko, ambaye siku moja alikuwa balozi, lakini kwa sababu ya kupinga serikali tawala akakujiwa penye alichukuliwa, haijulikani kufikia sasa. Vyombo vya dola havijatoa majibu yoyote kuhusiana alipo Humphrey Polepole. Tundu Lissu amezuiliwa zaidi ya miezi 9 gerezani, na ni uongozi wa kimla ambao unaendelea kukita mizizi katika taifa la Tanzania. Ndio maana Marekani inachukua hatua kali dhidi ya Samia Suluhu Hassan na Watanzania wote kwa ujumla kwa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa, kwa sababu kuna ukosefu wa usalama wa kutosha katika taifa letu la Tanzania. Hatujui tulie mpaka lini ili Mungu aweze kushuka mwenyewe kutusaidia sisi wa Tanzania, lakini tunaamini siku moja tutakuwa tunaokolewa kupitia yale ambayo mateso tumeyapitia kama Watanzania. Sina lingine la kuongeza, ila tu nitaendelea kutoa siri pindi tu tunapozipata, tukihakiki tunaleta hewani na kurekodi hizi, ili watazamaji wetu kujua hali halisi ya yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Ikiwa unatazama na hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kuponyeza batoni ambayo ipo hapo chini imeandikwa subscribe, ili kupata akanda wakati tunapochapisha. Utakuwa unaambiwa ya kwamba tumechapisha kanda ya kutazama, na usisahau kuponyeza like button, na tukutane katika kanda ama video tutaitengeneza hapo baadaye. Kwa heri kwa sasa. Asante mtazamaji wa Tanzania Eye TV.